hoja. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kuwasilisha na ninaunga mkono hoja. Asante sana Mheshimiwa Dr. Regina Christopher Malima, Makamu Mwenyekiti Kamati ya Kudumu ya Bunge Ustawi na Maendeleo ya Jamii. Waheshimiwa wabunge, tumeshapokea taarifa zote mbili kutoka wizara na kutoka kwenye kamati. Sasa tunaanza na uchangiaji wa waheshimiwa wabunge. Tunaanza na Mheshimiwa Kafiti William Kafiti, Mheshimiwa Zainab Abdallah Isa na Mheshimiwa Edfons Joachim Kanone Jendai. Mheshimiwa Mwenyekiti, awali ya yote na mimi nimshukuru sana Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kuendelea kutujalia afya njema na kuwa pamoja hai katika bunge hili tukufu. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, niendelee sana kuwashukuru wananchi wangu wa jimbo la Ilemela kwa kuendelea kuniamini, na mimi kama kijana na waahidi kuendelea kuchapa kazi ndani ya bunge na nje ya bunge. Kwa maana hiyo niwahakikishie kwamba wanajembe, mimi ni mtu wa vitendo na si mtu wa maneno. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba tena nichukue nafasi hii kumpongeza sana Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuendelea kuwaamini vijana katika kusukuma gurudumu la maendeleo ya taifa. Na ndugu zangu, naomba tu niwajulishe kwamba dhamira ya Mheshimiwa Rais katika kuhakikisha inawainua vijana kiuchumi imeendelea kudhihirika. Lakini ndugu zangu, tunafahamu kwamba vijana ndio nguvu kazi ya taifa. Taifa lolote ili liweze kuendelea linahitaji nguvu ya vijana. Kwa hiyo vijana pamoja na kuwa nguvu kazi, tunaamini vijana ni mtaji na si liability katika taifa letu. Na dira yetu ya 2050 inahitaji kuwaongezea ujuzi na uimara vijana wote katika nchi yetu ya Tanzania. Kwa hiyo kama serikali na kama nchi kwa ujumla, tunashukuru sana kwa kuendelea kuwaamini vijana. Lakini nipende sana kumpongeza Mheshimiwa Rais. Hata ukiangalia bunge hili, wengi asilimia kubwa ni vijana. Kwa maana hiyo taifa hili sasa linaongozwa na vijana. Na sisi vijana tuliomo katika bunge hili, Mheshimiwa Mwenyekiti, hatuna budi kuhakikisha tunawasimamia vijana wenzetu ili waweze kujikwamua kiuchumi. Vijana tumekuwa tukilalamika kuomba nafasi na kupewa nafasi za uwakilishi. Sasa nafasi tumepewa. Jukumu letu ni kuhakikisha tunaonyesha njia kwa vijana wenzetu kwa kuleta maendeleo thabiti katika taifa letu la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Mwenyekiti, baada ya kusema hayo, naomba nimpongeze sana waziri kaka yangu Joy Nanauka. Mheshimiwa Rais hakukosea. Ametuletea rais kijana, mzalendo, mchapakazi, mwadilifu, mwenye hofu ya Mungu. Tunaamini vijana tuko nyuma yako. Na sisi tutakupa ushirikiano wa kudumu na kuhakikisha yale matamanio ya Mheshimiwa Rais, matamanio ya serikali, matamanio ya vijana wa nchi hii yanakwenda kukamilika. Mheshimiwa Mwenyekiti, nami niongelee sasa mambo matatu leo nitaenda kusisitiza. Awali ya yote, kwa sababu Mheshimiwa Rais amekuwa na nia thabiti ya kuwainua vijana. Wakati anafanya kampeni aliahidi kutoa zaidi ya bilioni 200 kwa vijana wetu. Na bilioni 200 hizo zimeshaanza kutoka. Kwa hiyo ndugu zangu, naomba niwahakikishie kwamba vijana wote, pesa hizi zilizotoka ni kwa ajili ya vijana wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Pesa hizi zilizotoka haziangalii itikadi ya chama, dini wala kabila. Vijana wote ambao wenye sifa watakwenda kukopeshwa pesa hizi. Na mimi nikuhakikishie Mheshimiwa Waziri, sisi kama vijana tuko nyuma yako kuhakikisha hizi bilioni 200 ambazo serikali imetenga, ambazo Mheshimiwa Rais amezielekeza kwa vijana, basi zinakwenda kufanya kazi ya kuwainua vijana mbalimbali kwenye taifa letu la Tanzania. Lakini vile vile tuweze kuipongeza serikali kwa kuendelea kutimiza ahadi yake. Leo Wizara ya Vijana kupitia mfuko wa maendeleo ya vijana tumeahidiwa kupata zaidi ya bilioni 8 na mpaka sasa hizi zaidi ya bilioni 2.5 zimeshatolewa kwa wizara hii. Pongezi kubwa kwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Lakini ndugu zangu, pamoja na yote hayo, bado tunaamini hizi bilioni 200 bado zinahitaji kusimamiwa na wizara hii ya vijana. Tunafahamu pesa nyingi zimeweza kupelekwa katika wizara mtambuka, wizara za kisekta, ili kuweza kukamilisha mahitaji ya vijana.
Tumeona kwamba kwa wale ambao vijana wanadili na kilimo, pesa zao ziko Wizara ya Kilimo, wanaodili na madini ziko Wizara ya Madini na sekta nyingine. Lakini naomba tuwahakikishie kwamba vijana tutaendelea kutumia hii fursa na tuendelee kuitumia hii fursa kwa umakini. Lakini pamoja na hayo, kumekuwa na malalamiko, pesa hizi hazitoki kwa wakati. Kumekuwa na malalamiko, vijana hawapati pesa hizi. Lakini pesa hizi zimekuwa zikitoka, japo naweza nikasema kwamba bado serikali inatakiwa iongeze pesa hizi, ila kila kijana aweze kunufaika na mikopo hii na pesa ambazo zimetolewa na Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa Mwenyekiti, pamoja na kuchangia wizara hii, vijana tuna jukumu kubwa la kuhakikisha ajenda ya maendeleo na dira yetu ya 2050 tunakwenda kuitekeleza. Ndugu zangu, ukiangalia hata sensa za 2022, vijana ndio asilimia kubwa, zaidi ya asilimia 60 ni vijana. Maana yake nini? Dira hii ya 2050 bila kuwaimarisha vijana haitoweza kutekelezeka. Na sisi vijana ndio ni lazima tuchukue msingi huu, ni lazima tusimame pamoja kuhakikisha dira hii tunakwenda kuitimiza kwa wivu mkubwa na kuhakikisha kila kijana ananufaika na pesa hizi ambazo Mheshimiwa Rais amezitoa. Lakini pamoja na hayo, Mheshimiwa Mwenyekiti, niendelee kuipongeza serikali kwa kuendelea kutenga pesa kwa ajili ya maendeleo ya vijana. Kupitia wizara hii zaidi ya bilioni 5 zimetengwa kwa ajili ya maendeleo ya vijana. Kupanga ni jambo moja na utekelezaji ni jambo jingine. Katika miaka 4 iliyopita, kabla ya wizara hii haijaanzishwa, wizara hii ilikuwa inatengewa bilioni 1, wakati ule ni wizara ya ajira, kazi na vijana. Sasa hii wizara inajitegemea. Tunaomba hii bilioni 5 kwa ajili ya maendeleo ya vijana iweze kutengwa na iweze kutolewa kwa wakati ili iweze kunufaisha vijana wetu. Kwa hiyo katika eneo hilo ninaomba Mheshimiwa Mwenyekiti, tuendelee kuiomba sana serikali. Lakini vile vile nitumie wasaa huu kuomba sana vile vyuo vya maendeleo ya vijana, kwa maana chuo chetu cha Morogoro, Ilonga pamoja na chuo chetu cha Songwe Sasanda, serikali iendelee kutoa pesa. Zaidi ya bilioni 2 zimeidhinishwa. Sasa niombe sana serikali, kuanzishwa kwa mafunzo haya ya muda mfupi yatakwenda kunufaisha vijana wengi katika maeneo ya kilimo, katika maeneo ya ujasiriamali, katika maeneo ya uzalendo, kuhakikisha kila kijana ananufaika. Eneo jingine, Mheshimiwa Mwenyekiti, niombe tu kitu kimoja, kwamba serikali sasa ije na mpango wa kuandaa vijana wake. Na hili nimekuwa nikichangia na nimekuwa nikiongea na waziri wa mipango kwamba sasa ifikie wakati serikali lazima ije na mpango wa kuhakikisha inawatoa vijana wake kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Mfano, ndugu zangu waheshimiwa wabunge na Mheshimiwa Mwenyekiti, vijana leo wa form 4 wakimaliza, wale ambao hawajafanikiwa kufaulu wanakwenda wapi? Vijana wa form 6 ambao hawakufaulu wanakwenda wapi? Vijana wanaomaliza chuo kikuu, nini mpango wa serikali kuhakikisha unawainua kiuchumi vijana hawa? Kwa hiyo serikali ije na mpango. Tukija na mpango huu, dira yetu ya 2050 itakwenda kutekelezeka, kwa sababu tutajua mahitaji ya vijana hawa. Leo tumetoa bilioni 200. Hatujafanya research. Je, ni vijana wangapi watakwenda kunufaika na kiwango hiki? Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, katika eneo jingine, labda kwa kumalizia, kwa sababu tuko kwenye wizara hoti ya vijana na wanatusikiliza, nitaomba muda wako kidogo Mheshimiwa Mwenyekiti. Na mimi kwa sababu ni mjumbe wa kamati hii, vijana ndio kimbilio letu. Kwa hiyo Mheshimiwa Mwenyekiti, uniwie radhi kidogo, tuna madini mazuri ya kuona kwamba vijana wengi wanakwenda kunufaika na serikali hii ya Chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo Mheshimiwa Mwenyekiti, katika eneo la kilimo tumeongelea. Eneo la kilimo kupitia BBT tuendelee kuweka msisitizo. Vijana wengi watakwenda kuajiriwa hapa. Tunafahamu tuna vijana wanatoka SUA. Ni ajabu kumwona graduate wa SUA anakwenda kutafuta kazi. Wakati kuna nguvu kazi, serikali inaweza ikatoa mitaji, vijana hao wakaenda kujiajiri. Tuna vijana wanaomaliza mikataba JKT. Wakimaliza wanarudi mtaani. Kwa nini tuanzishie mashamba ya wao kujiajiri na kuweza kuchangia pato la taifa? Kwa hiyo tunafahamu tuna uhaba wa sukari. Vijana waende tuanzishie mashamba, mitaji waende wakalime. Tuna mahitaji ya alizeti. Kwa hiyo kwa maana ya kilimo kama nchi tuna mahitaji ya kutosha. Sasa mimi niombe kwa kumalizia, tunapotoa bajeti hii ni lazima serikali sasa ije na mpango kuhakikisha pesa zinazotoka zimekwenda kufanya nini, zimesaidia vijana wangapi. Tuimarishe vitengo vya monitoring and evaluation ili kuona tija ya pesa hizi zinapotoka kweli zionekane zinamanufaisha. Mwisho Mwenyekiti, niombe, wizara hii imeanzishwa, ni wizara mpya.
Tuna vijana ambao walikuwa chini ya maendeleo ya jamii kule kwenye halmashauri. Sasa tuombe watoke kule warudi kwenye wizara yao ya vijana, kwa sababu sasa wizara ya vijana iko kamili na inaendelea na shughuli zake. Mheshimiwa Mwenyekiti, baada ya kusema hayo, naomba kuunga mkono hoja. Vijana tukae mkao wa kula, sasa ni wakati wetu wa kuleta maendeleo kwa nchi yetu. Asanteni sana kwa kusikiliza. Asante sana Mheshimiwa Kafiti. Waheshimiwa wabunge, kabla sijaendelea kumtaja mbunge anayefuata, naomba niwatambue na kuwatangaza wageni ambao wapo muda huu katika bunge letu. Wageni wa Mheshimiwa Joel Arthur Nanauka, mbunge, waziri wa ofisi ya Rais, maendeleo ya vijana. Hawa ni viongozi wa siasa kutoka wilaya ya Mtwara mjini. Viongozi wa siasa kutoka wilaya ya Mtwara mjini, karibuni. Kuna wataalam ofisi ya Rais, maendeleo ya vijana, wataalam kutoka ofisi ya Rais, maendeleo ya vijana. Lakini pia tuna mwakilishi kutoka UNICEF, UNFPA na UNDP. Karibuni sana. Tuna wafanyakazi benki ya NMB. Karibuni sana wafanyakazi wa NMB. Tuna Dodoma Youth Development Organization. Karibuni sana. Tuna the African Leadership Initiative for Impact. Karibuni sana. Tuna Restless Development Tanzania. Karibu sana. Tuna Emerging Generation Initiative. Karibu sana. Tuna Manala Foundation na GP Foundation. Karibuni sana. Wanufaika wa mikopo tunao hapa, karibu. Wanufaika wa mikopo, karibuni sana. Lakini pia tuna wawakilishi wa vijana kutoka asasi za vijana na vyuo vikuu, chuo cha Mipango na St. John. Karibuni sana. Pia tuna ndugu jamaa na marafiki wa Mheshimiwa Nanauka. Karibuni sana. Pia tuna msaidizi wa nyumbani wa Mheshimiwa Waziri. Karibu sana. Karibu sana. Pia tuna wageni wengine wamekuja kutembelea bunge kwa ajili ya mafunzo. Hao ni wageni 30 kutoka taasisi ya vijana Tanzania Next Gen Leadership kutoka jijini Dar es Salaam. Karibuni sana wageni wetu kutoka taasisi ya Tanzania Next Gen. Karibuni wageni wote katika bunge letu. Waheshimiwa wabunge, nasisitiza michango ielekezwe kwenye hotuba, na muda ukishagonga kengele ya pili naomba tuwape fursa wengine waweze kuchangia. Tunaendelea na Mheshimiwa Zainab Abdallah Isa, atafuatiwa Mheshimiwa Edfons Joachim Kanon. Mheshimiwa Zainab Abdallah Isa. Nikushukuru sana Mheshimiwa Mwenyekiti kwa kunipa nafasi nami kuchangia hoja ofisi ya Rais, maendeleo ya vijana. Mheshimiwa Mwenyekiti, leo nimesimama hapa kuwakilisha sauti za vijana wote wa Kitanzania. Vijana wanaotaka mabadiliko ya kweli. Hatma ya taifa hili liko mikononi mwetu sisi vijana. Na hii ni kwa sababu kwa zaidi ya 76% ya nguvu kazi ya taifa hili ni vijana. Na hapa ni nukuu kauli ya Nelson Mandela ambaye aliwahi kusema, the development of any nation cannot prosper if the generation of young people is left behind. Maendeleo ya nchi yoyote hayawezi kupiga hatua kama kundi kubwa la vijana litaachwa nyuma. Na kipekee naomba nichukue fursa hii kumshukuru sana Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwanza kwa mapenzi makubwa aliyokuwa nayo kwa vijana wa taifa hili, lakini kwa kuona umuhimu kwenye historia ya nchi hii kwa mara ya kwanza kuanzisha wizara mahsusi inayohusu maendeleo ya vijana. Lakini Mheshimiwa Rais ameenda mbali zaidi kwa kutoa fedha shilingi bilioni 200 kwa ajili ya kuwawezesha vijana kiuchumi. Mheshimiwa Rais, tunakushukuru sana. Kwa niaba ya vijana wenzangu tunataka kukuhakikishia kwamba sisi vijana hatutakuangusha Mheshimiwa Rais, na tunatambua kwamba tuna wajibu wa kuhakikisha tunailinda amani na utulivu wa taifa letu ili nchi yetu iweze kupiga hatua.
lakini tunaamini kama ambavyo nchi yetu imerithishwa hivi leo ikiwa kwenye mikono salama, sisi vijana tuna wajibu wa kuhakikisha tunaendeleza amani na utulivu wa taifa hili ili nchi hii iendelee kubaki kuwa salama. Lakini kipekee nimpongeze sana waziri wetu wa vijana, Mheshimiwa Joel Nanauka, pamoja na management nzima ya wizara kwa kazi kubwa na nzuri ambayo mnaendelea kuifanya na kwa ubunifu mkubwa ambao mmeuonyesha ndani ya muda mfupi toka mmekabidhiwa jukumu hili na Mheshimiwa Rais. Sisi vijana tumeona uanzishwaji wa vijana platform ambayo wewe binafsi Mheshimiwa Waziri umezunguka mkoa kwa mkoa kwenda kusikiliza na kutatua kero za vijana. Hongera sana Mheshimiwa Waziri pamoja na watendaji wa wizara hii. Lakini pia nikupongeze kwa kuanzisha vijana call center, mfumo ambao unatoa uhuru wa vijana kuwasiliana moja kwa moja na watendaji wa wizara ikiwemo Mheshimiwa Waziri. Hili ni jambo la kupongezwa na la kuungwa mkono. Lakini pia nakupongeza kwa kuja na vijana uchumi challenge kwa ajili ya kuibua vipaji vya vijana wenye mawazo kwa ajili ya kujikwamua kiuchumi. Kwa hiyo nakupongeza sana Mheshimiwa Waziri pamoja na timu nzima ya wizara kwa kazi kubwa na nzuri ambayo mnaifanya. Baada ya pongezi hizo, ushauri wangu kwenye wizara hii: moja, kwa kuwa tuko katika utekelezaji wa dira ya maendeleo ya taifa ya 2050 na kwa kuwa malengo ya dira hii ni kwamba tuhakikishe sekta binafsi inachangia 70% ya uchumi wa taifa letu, lakini kwa kuwa nguvu kazi ya taifa hili ni 76% ambao kundi kubwa ni vijana, ipo haja ya serikali kuanza kupitia upya sheria, sera, kanuni zetu ili kuhakikisha zinafungamanishwa na ushiriki wa sekta binafsi, lakini pia kuhakikisha vijana wanapewa nafasi na vijana wanatambulika katika kushiriki kwenye marekebisho ya sera, kanuni pamoja na sheria zetu. Kwa mfano, leo tuna sheria ya public private partnership ya mwaka 2023. Lakini ukiitazama ile PPP Act na ukija kutazama sheria ya Procurement Act, unaona kabisa hatuwezi kufungamanisha vitu hivi viwili na tukapata tija kama inavyotakiwa. Kwa mfano, ukiangalia PPP Act inatoa fursa kwa mwekezaji mwenye wazo la kuendeleza miradi kupata hiyo fursa ya kuweza kuendeleza miradi. Lakini ukija kwenye Procurement Act inataka utaratibu na mlolongo mzima wa serikali uweze kufuatwa ili mtu aweze kupatikana wa kufanya shughuli mbalimbali. Sasa unakuta Procurement Act mchakato unaweza kuchukua zaidi ya siku 90, lakini mbaya zaidi waombaji wanakuwa wengi, pengine hata yule ambaye alikuja na lile wazo asibahatike kuweza kushiriki kufanya lile wazo. Kwa hiyo kuna haja ya sheria zetu kufanywa mapitio na sheria ambazo zimekaa kwa zaidi ya miaka 10 zifanywe maboresho ili ziendane na masuala ya public private partnership pamoja na ushirikishwaji wa vijana. Kwa hiyo hili ni jambo kubwa na jambo muhimu sana. Lakini eneo la pili, Mheshimiwa Waziri, sasa hivi tuna wizara hii, lakini tunahitaji instruments za kuweza kuisimamia wizara hii. Leo hii maafisa vijana wako chini ya halmashauri, chini ya afisa maendeleo ya jamii. Ipo haja ya maafisa vijana kwenye halmashauri waripoti moja kwa moja wizara ya vijana ili waweze kuwa na dhana ya uwajibikaji. Tumeona mabadiliko haya yamefanyika kwenye wizara mbalimbali. Wakati halmashauri kipindi cha nyuma maafisa hawa mainjinia wa maji walikuwa chini ya halmashauri, lakini sasa hivi hawa wakurugenzi maafisa wa idara ya maji wanaripoti moja kwa moja wizara ya maji na wanajibishwa na wizara. Mheshimiwa Waziri, kama hawa maafisa wa vijana hawatakuwa chini ya wizara yako, ni ngumu sana kuwawajibisha kwa sababu watakuwa chini ya halmashauri. Lakini tuna maafisa vijana ambao ni wazee, uwezo wao wa kufanya kazi ni mdogo, uwezo wao wa kubuni ni mdogo. Mheshimiwa Waziri, hili jambo la kuwa na watendaji wanaoendana na kasi ya vijana ni muhimu sana kuzingatiwa katika kuwapata hawa watendaji wetu. Lakini pia sasa hivi tuna sera ya maendeleo ya vijana ambayo imekuwa reviewed 2024, lakini pia tuna mkakati wa utekelezaji wa sera hii wa miaka 10 2024 mpaka 2034, lakini hatuna mpango kazi wa muda mfupi na muda mrefu ambao utatupa majibu
mpango kazi kuhusiana na umuhimu wa kupata masoko ya uhakika kwa vijana, mpango kazi utakaoonyesha mkakati wa kupata elimu ya ujuzi kwa vijana, mpango kazi ambao utakaoonyesha miundombinu uwezeshi kwa ajili ya kukuza ujasiriamali na uwekezaji, mpango kazi ambao utaonyesha ushiriki wa sekta binafsi katika kukuza maendeleo. Kwa hiyo ipo haja ya kuwa na mpango kazi ambao utatupa direction kwa ndani ya miaka hii 10 nini tunaenda kukifanya. Lakini Mheshimiwa Waziri, eneo lingine ni hili la benki ya vijana. Nipongeze kwa kuwa na wazo hili na kuanza kulichakata. Ipo haja ya kuwa na benki ya maendeleo ya vijana. Kama tumeweza kuwa na benki ya maendeleo ya kilimo, tunashindwaje kuwa na benki ya maendeleo ya vijana wakati 76% ya nguvu kazi ya taifa hili ni vijana? Mheshimiwa Waziri, leo tuna program na mifuko 74 ya uwezeshaji wananchi kiuchumi, lakini pengine vijana wanafahamu mifuko miwili tu. Wanafahamu mfuko wa 10%, wanafahamu na mfuko wa maendeleo ya vijana. Lakini leo tuna mfuko wa Small and Medium Enterprises Fund, tuna mfuko wa maendeleo ya wajasiriamali, tuna mfuko wa bia kati ya sekta ya umma na sekta binafsi. Tuna mifuko 74. Tunatamani mifuko hii iratibiwe na benki ya maendeleo ya vijana ili vijana sehemu zote ndani ya nchi yetu waweze kupata fursa ya mitaji, kwa sababu changamoto kubwa ya vijana ni swala zima la mitaji. Mheshimiwa Waziri, kwa upande wa 10%, kipindi cha nyuma mchakato ulikuwa unawafeva baadhi ya watu na kuwanyima baadhi ya watu nafasi. Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan alisimamisha mchakato huu, na baadhi ya maeneo sasa hivi pilot imefanyika kwa ajili ya hizi fedha ya 10% kupitia mabenki yetu. Lakini taarifa iliyopo Mheshimiwa Waziri, mabenki mengi mpaka sasa hawajatoa fedha hizi za 10% kwa vijana. Lakini pia kuna urasimu mkubwa wa utolewaji wa fedha hizi. Aidha, toka maelekezo yametoka ni takriban mwaka mmoja sasa hivi, tunatamani tupate tathmini ya uhakika. Je, kupitia mfumo huu wa benki pilot study inakuja na majibu gani? Kuna haja ya kuendelea nao au hatuna haja ya kuendelea nao, ili vijana huko kwenye halmashauri zetu waweze kupata fedha hizi? Mheshimiwa Waziri, kwa kuhitimisha, nataka niwaambie vijana wenzangu, tumekuwa na ulalamikaji kwamba hatushikwi mikono. Serikali imeanza kutushika mikono. Tuache kulalamika vijana wenzangu, tutumie fursa hizi zilizopo tuweze kujikwamua kiuchumi. Tanzania itajengwa na sisi sote, tushikamane kwa pamoja kuleta maendeleo. Mheshimiwa Mwenyekiti, naunga mkono hoja na kushukuru sana kwa nafasi. Asante sana Mheshimiwa Zainab Abdallah. Waheshimiwa wabunge, najua tuna michango mingi kwenye sekta hii ya vijana, lakini wachangiaji ni wengi na ninatamani wote waweze kupata fursa. Kwa hiyo kutokana na wachangiaji kuwa wengi, tunakwenda kwa dakika 8 na nawaomba sana muende kwenye ajenda mnayoona hii ni muhimu sana kuliko zote, ili tuweze kupata fursa ya kuchangia wengi. Mheshimiwa Edfons Joachim Kanun atafuatiwa Mheshimiwa Latifa Juakali. Nashukuru sana mwenyekiti kwa kunipa nafasi na mimi nichangie hotuba ya Mheshimiwa Waziri wa Maendeleo ya Vijana. Kwanza nimshukuru Mwenyezi Mungu kwa kunipa nafasi siku ya leo, lakini pia nishukuru sana kwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Suluhu Hassan, lakini pia nishukuru sana chama cha CCM wilaya ya Kalambo na viongozi wote wa chama CCM mkoa, lakini bila kuwasahau wananchi wangu wa wilaya ya Kalambo ambao walinipa kula za kutosha ili niweze kuwawakilisha katika bunge lako tukufu. Mheshimiwa Mwenyekiti, nishukuru sana Mheshimiwa Rais kwa maono yake makubwa kwa kuunda Wizara ya Vijana kwa ajili kuwakilisha vijana, na hasa kwa kumpata Mheshimiwa Waziri kijana ambaye ana maono makubwa kwa ajili ya kuwakilisha vijana katika bunge lako tukufu. Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi najielekeza kwenye mikopo. Mheshimiwa Rais amekuwa na maono makubwa kuhakikisha na kuamua vijana kiuchumi, na hususan ukiangalia ni vijana wengi ambao ni 76% katika taifa letu. Takwimu zinaonyesha vijana kuanzia vijana wanaohitimu elimu ya vyuo vikuu ni kati ya vijana 500,000 mpaka 600,000 kwa mwaka. Tathmini katika miaka 5 mpaka miaka 10 tutakuwa na vijana karibu 7,000 mpaka 8,000 ambao watakuwa wamehitimu elimu mbalimbali katika vyuo vyetu. Mheshimiwa Rais kwa kuzingatia hilo na kwa kuwa na maono makubwa
akaweka mpango wa kuweza kuunda wizara ya vijana, lakini kuweka fedha kwa ajili ya kuwasaidia vijana. Hili ni jambo kubwa sana ambalo linatakiwa kuungwa kwa nguvu zote kwa maono ya Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan. Lakini mimi ni shauri, hizi fedha bilioni 200 zimegawika katika wizara za kisekta. Wazo langu mimi ninashauri serikali fedha hizi zirudi katika wizara ya vijana, ili vijana wao wanajua kwamba sisi fedha zetu ziko katika wizara ya vijana. Zimeenda kilimo, zimeenda uvuvi, zimeenda ustawi wa maendeleo, zirudi vijana ili wao Mheshimiwa Waziri awe anazisimamia mwenyewe. Sasa kama vijana wanaenda huku wanawaambia rudi huku, hii haitaweza kuwasaidia. Lakini waombe serikali, Mheshimiwa Waziri, mimi na imani sana Mheshimiwa Nanauka, hawa vijana wana shida ya kuwa matajiri, na Mheshimiwa Rais ndoto yake ni kutengeneza vijana wengi kuwa matajiri. Taarifa Mheshimiwa Mwenyekiti. Taarifa Mheshimiwa Kanoni, kuna taarifa. Nilikuwa naomba nimpe taarifa Mheshimiwa Kanoni kwamba hata hizi wizara mbili zilipotoa matangazo kwa vijana ya mikopo, wizara ya vijana walisema kijana aje na andiko lisilozidi kurasa 5. Alafu wizara ya mifugo na uvuvi ikasema kijana aje na andiko lisilozidi kurasa 2. Kwa hiyo utaona hata wizara hizi zinapokuwa nyingi zinawachanganya vijana. Kwa hiyo anachosema ni sahihi. Mheshimiwa Kanoni, unaipokea taarifa? Naipokea taarifa kwa mikono miwili Mheshimiwa Mwenyekiti. Nasema hivyo kwa sababu gani? Mheshimiwa Rais ana malengo makubwa juu ya vijana wetu. Na sisi kama wabunge tunahitaji kuona vijana wanafanikiwa. Na vijana wao tayari kupokea mkopo Mheshimiwa Rais, kwa sababu hakuna mtu anayependa umaskini. Kama vijana wanamaliza vyuo vikuu alafu wanabaki, mimi mwenyewe ni mzazi naangalia. Kama Mheshimiwa Rais anajua kutoa fedha kwa ajili ya kuinua vijana kiuchumi, serikali sisita kutoa fedha kwa ajili ya kwenda kwa vijana. Vijana wanafuata hivi fedha kwenda kukopa, lakini masharti yanakuwa ni mengi. Tangazo la serikali linasema Mheshimiwa Rais ametoa fedha kuwawezesha vijana kiuchumi. Wakienda benki wanakuta kuna masharti. Unamwambia kijana aliyetoka chuo kikuu aonyeshe biashara, ataonyesha biashara gani ambayo ameanzisha? Sasa hii inasababisha hizi fedha kukwama na hazitoki kama tunavyokusudia. Sasa kama zinabaki benki, zinabaki kwa manufaa ya nani? Sheria zibadilishwe, usimamizi ubadilishwe, masharti yapungue. Kama ni zamana, wabunge tupo, madiwani wapo, wenye viti wa serikali wapo, wa vitongoji wapo. Masharti yawe nafuu, wakopeshwe vijana ili waweze kunufaika. Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi natokea Kalambo. Vijana zaidi ya 1500 hawana kazi. Lakini wana imani kubwa sana na Daktari Samia Suluhu Hassan kwamba hizi fedha zitawafikia na wao watanufaika kiuchumi. Lakini wanalalamika, wakienda sekta ya benki wanakuta kuna masharti, fedha wanaomba mpaka miezi mitatu wanakata tamaa. Masharti yabadilishwe. Tunahitaji kutengeneza vijana wa dira ya miaka 25. Tunawatengeneza vipi kama hatuwezi kuwapa fursa za fedha? Wape imani hawa vijana waweze kufanya kazi wanao. Imani tuwape kwa serikali, wape imani, kusiwe na mashaka, kusiwe na kigugumizi kuwapa pesa. Watafanya mageuzi makubwa sana. Kama tuna lengo la miaka 5, miaka 20-25, hatuwezi kwenda bila hawa vijana. Uchumi wa nchi, uchumi wa dunia unaendeshwa na sekta binafsi. Sasa kama ni sekta binafsi, alafu mikopo inatoka kwa kusuasua, unategemea kitu gani kitatokea? Lakini Mheshimiwa Waziri wa wizara, mimi mashaka sina Mheshimiwa Waziri Nanauka. Simamia na sisi kama wabunge tupaze sauti, hizi fedha zirudi katika wizara ya vijana ili waweze kuzisimamia wao wenyewe. Mimi natoka ukanda wa kule ziwa Tanganyika. Wale vijana wavuvi unamwambia weke zamana, na weka zamana gani? Wale vijana wengine ambao hawana shughuli wako mtaani ataweka zamana gani? Kwa serikali namna ya kupunguza masharti ili vijana waweze kunufaika, na wako hapa wanasikiliza tunapowasilisha hoja zao. Wanakopa mikopo, wanajaza mikopo vijana labda 100 au 50, wanapata watu wachache kwa sababu ya masharti. Lakini masharti yapungue. Hata hivyo vikundi ambavyo unasema Mheshimiwa Mwenyekiti, vikundi hivi ambavyo vina masharti ya kuunda vikundi, sio lazima. Ingewezekana kama kuna utaratibu, sheria zibadilishwe, aweze kukupa mtu mmoja, kwa sababu kuna watu wanaingia kwenye vikundi na hawataki na hawana sifa. Sasa analazimika kuingia kwenye kikundi, anakopa pesa na marejesho mwishoni yanakuwa ni ya shida. Mheshimiwa Mwenyekiti, naunga mkono hoja. Asante sana. Nimtaje Mheshimiwa Latifa Jua Kali. Mheshimiwa Edi Bili Kazala Kinyoma ajiandae.
Mheshimiwa Mwenyekiti, nami nianze kwa kushukuru kwa kunipa nafasi ili niwe miongoni mwa wachangiaji wa hotuba hii ya Wizara ya Vijana. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwanza kabisa naomba nichukue nafasi hii kumshukuru sana Mwenyezi Mungu, lakini pia nimshukuru sana Mheshimiwa Waziri wetu kwa uwasilishaji mzuri, na kwa kweli hotuba hii iliyowasilishwa hapa inaendelea kuonesha dira na matumaini ya Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa umaalumu sana, kwa dhati ya moyo wangu, naomba nimshukuru sana Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. Samia Suluhu Hassan, kwa maono, kwa mapenzi, lakini kiukweli Mheshimiwa Rais anawapenda sana vijana wa nchi hii. Na Mheshimiwa Rais mapenzi yake ameadhihirisha katika nyanda mbalimbali, lakini kubwa zaidi ya yote, Mheshimiwa Rais kutuletea hii Wizara ya Vijana, ameenda kuwagusa vijana wa nchi hii na kuona kwamba changamoto za vijana sasa zinaenda kuwa ni historia katika nchi ya Tanzania. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba nitoe rai kabla sijaanza kuchangia. Mheshimiwa Waziri, imani uliopewa na Mheshimiwa Rais ni kubwa, na sisi wasaidizi wa vijana wa nchi hii tunakutegemea sana. Na nataka nikuambie umeanza vizuri. Umechaguliwa, unatushirikisha sisi wasemaji wa vijana, tunapanga, tunajadiliana, tunakushukuru sana Mheshimiwa Waziri, na sisi hatutachoka, tutaendelea kuleta maoni ya vijana, tutaishauri serikali kwa hekima, lakini pia tutakapoona kuna changamoto kwa maslahi ya vijana tutaendelea kuzisema ili ziweze kupatiwa ufumbuzi. Mheshimiwa Waziri. Mheshimiwa Mwenyekiti, Waswahili wanasema kushukuru ni kuomba tena. Kwa niaba ya vijana wa nchi hii tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa kututengea na kutupatia zaidi ya bilioni 200 ili ziweze kuwanufaisha vijana wa nchi hii. Tunamshukuru Mheshimiwa Rais na tunampongeza kwa ujasiri mkubwa. Mimi bahati nzuri Mheshimiwa Mwenyekiti, nilipata nafasi kushuhudia tukio hili ambapo hizi bilioni 200 zilipotolewa, nilikuwepo. Tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais na vijana wamefarijika sana. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, kabla sijaelekea kwenye mchango wangu, nilikuwa nataka nitoe ushauri mdogo Mheshimiwa Mwenyekiti kwenye hizi bilioni 200. Jambo lililofanywa na serikali si baya, ni jema. Pesa hizi kugawanywa katika wizara za kisekta. Tunaona kwamba fedha hizi zimekwenda katika sekta ya kilimo, zimekwenda katika sekta ya uvuvi, sekta ya madini, wizara ya michezo. Tunaishukuru serikali kwa mgawanyo wa fedha hizi. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, bado vijana wana maswali wanatuuliza, hivi ni nani coordinator wa hizi fedha? Nani anazisimamia hizi fedha? Waziri wa vijana amepewa mandatory tu ya kupokea, lakini coordinator hizi fedha ni nani? Sisi tukiwa tuna maswali yetu tumuulize nani? Kwenye wizara za kisekta. Vijana wakitupigia sisi tunakwenda kwa waziri wa vijana. Kwa waziri wa vijana zimekwenda katika wizara za kisekta. Hatukatai kwamba kwenye wizara za kisekta hakuna vijana. Wapo, lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, bado wizara hizi wanatakiwa waanzishe mfumo maalumu ya kuwasaidia vijana wetu hasa huku maeneo ya vijijini. Kwanza wanatakiwa wapate taarifa za kutosha. Vijana hawana taarifa za kutosha kuhusiana na hii mikopo, lakini hata masharti ambayo yametolewa Mheshimiwa Mwenyekiti, sisi sote tunafahamu. Waheshimiwa wabunge, tulipochangia katika ofisi ya Waziri Mkuu, tulisema kama katika ngazi za halmashauri watendaji au watumishi wanaodeal na masuala ya vijana huko chini hawapo, na mikopo hii hizo baadhi ya wizara ambao wamehighlight tangazo lao wamesema kwamba matangazo haya yanatoka katika halmashauri. Huko katika halmashauri nani ambaye anamfundisha kijana kuandika hilo andiko? Vijana, sio vijana wote wana utaalamu wa kuandika maandiko. Mheshimiwa Mwenyekiti, tunaomba sana
bado kuna haja ya kutosha ya kuwasaidia vijana. Fedha zilizotoka ni nyingi sana. Mheshimiwa Rais ameshatekeleza ahadi yake, bado tuna nafasi na muda upo. Mheshimiwa Waziri, mcoordinate na wizara hizi nyingine ili tuweze kuwasaidia vijana. Bado vijana wana malalamiko makubwa na kwa ukweli wanahitaji kusaidiwa, kwa sababu tusipowasaidia vijana hao, Mheshimiwa Mwenyekiti, fedha hizi watazipata majujarei, na fedha hizi lengo lake ni kuwasaidia hata vijana hawa maskini, vijana wa vijijini na maeneo mengine. Mheshimiwa Mwenyekiti, nilitaka niliombe hilo, nitoe angalizo. Mheshimiwa Waziri, tunakuamini na tunatamani hili tuendelee kulisimamia ili vijana wetu waweze kupata matokeo chanya. Mheshimiwa Mwenyekiti, sasa naomba niende kwenye mchango wangu. Mheshimiwa Mwenyekiti, nyote mtaungana na mimi kwamba zaidi ya 76% ya vijana wa nchi hii ndio vijana wanaojishughulisha. Nilijua ya pili. Mheshimiwa Mwenyekiti, zaidi ya 76% ya vijana wa nchi hii wanajishirikisha katika shughuli za kiuchumi. Kwa mantiki hiyo, hatuwezi kumtenganisha kijana wa Tanzania na dira ya maendeleo ya mwaka 2050. Hilo jambo haliwezekani. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, sasa tunatakiwa tubadilishe mindset za vijana. Tuzibadilishe kwa kufanya mambo yafuatayo Mheshimiwa Mwenyekiti, ili tuweze kuifikia hiyo dira ya 50. Mheshimiwa Mwenyekiti, Wizara ya Vijana lazima tujipambanue, na kujipambanua kwetu sasa tuwaandae vijana ili waweze kupigania fursa ambazo sio ajira rasmi, kwa sababu sasa hivi vijana zinapotangazwa ajira ndo wanahisi ndio kipaumbele, lakini kumbe zipo ajira ambazo sio rasmi lakini zinaweza kuwasaidia vijana wa nchi hii. Lakini lazima tuweke miundombinu mizuri na rahisi kwa vijana, na kazi hii itafanywa na serikali, lakini pia Mheshimiwa Waziri, wewe ndo ambaye tunakutegemea. Jambo la kwanza Mheshimiwa Waziri, tunaomba sana. Mheshimiwa, jambo la kwanza, una wakati muda umeisha. Naomba nimalizie Mheshimiwa Mwenyekiti. Naomba sana Mheshimiwa Waziri, tujikite katika mambo makuu manne. Jambo la kwanza, elimu ya ujuzi wa kisasa Mheshimiwa Mwenyekiti. Lakini jambo la pili, kilimo cha kisasa, tuwawezeshe vijana katika masuala ya kilimo. Lakini jambo la tatu, tuzirasimishe sekta ambazo sio rasmi kuja kuwa sekta rasmi Mheshimiwa Mwenyekiti, ili kuweza kuwasaidia vijana wetu. Lakini la mwisho sio kwa umuhimu Mheshimiwa Mwenyekiti, uwezeshaji wa kiuchumi na ujasiriamali kwa vijana. Hapa ndipo kwenye fursa za vijana. Naomba sana Mheshimiwa Mwenyekiti tuyazingatie haya ili kuweza kuwasaidia vijana wa nchi hii. Mheshimiwa Mwenyekiti, nakushukuru kwa kunipa nafasi. Asante sana Mheshimiwa Latifa, unaweza mambo yako mazuri ambayo yamebaki ukayatuma kwa maandishi, na hata wengine ambao mnaona kwamba mengine mtakuwa hamuwahi kuyatoa, basi mnaweza kuleta kwa maandishi. Mheshimiwa Waziri yuko tayari kupokea hata kwa michango ya maandishi. Tunaendelea na Mheshimiwa Edibili Kazala Kinyoma. Mheshimiwa Faraji Buriani Nandala, jiandae. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti kwa kunipa nafasi ili na mimi niweze kuchangia hotuba hii ya maendeleo ya vijana. Mheshimiwa Mwenyekiti, nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kunipa nafasi hii na uhai, lakini pia nimshukuru Mheshimiwa Rais kwa kuona iko haja ya kuanzisha wizara hii ya vijana. Nchi hii zaidi ya 70% ni vijana, na nikinukuu maandiko ya Biblia kwenye Misali 20:29 inasema fahari ya vijana ni nguvu zao, lakini pia inasema na uzuri wa wazee ni kichwa chenye mvi. Mheshimiwa Mwenyekiti, fahari yetu sisi vijana ni nguvu, na huwezi ukaendesha taifa au tukafanya lolote bila kuwa na nguvu. Ikitokea vita kwenye nchi hii,
vijana tutawahitaji sana ili wawe mstari wa mbele kulitetea taifa lao, kuhakikisha amani inaendelea kudumu. Lakini pia tukisema kwamba naamini vijana, wazee pia nao wana mchango wao, ndio maana nimesema kwamba uzuri wa wazee ni kichwa chenye mvi. Kwa hiyo watatusaidia busara na kutukontrol, kutushauri, kuhakikisha mambo yanaenda vizuri. Lakini mambo yanayohitaji nguvu na mambo yanayohitaji usasa, mambo yale yanayohitaji innovation na mambo mengine mapya mengi sana, vijana ndio wanao kuwa na mawazo chanya kwa kuibua vitu vipya. Duniani ukiangalia waliofanya vitu vikubwa wengi, mawazo mengi waliyapata wakiwa vijana. Kwa ndio maana nasema kwamba vijana ndio wenye nguvu na ndio tumaini na injini ya taifa letu. Nimeona dira ya vijana, miongoni mwa kitu walichozungumza kwenye dira yao, wanataka kuwa na taifa la vijana wenye ujuzi, vijana wenye ufahamu, vijana ambao waliowezeshwa kama walivyotaja pale. Sasa nikaangalia kwenye bajeti yao, 14% ndio inazungumzia kuhusiana na uwezeshaji wa vijana. 86% kwenye bajeti yao ni matumizi ya kawaida na mishahara. Kwa kweli mimi kwenye hili nimesikitika kidogo. Kama tunayo dhamira ya dhati kama taifa na tunataka taifa letu liende mbele, taifa letu lifikie dira 2050, sidhani kwamba bilioni 5 hii inaweza ikaleta mabadiliko ya kutisha kwa vijana. Mimi ningetarajia pengine wizara hii, yale matilioni tunayoyasoma kwenye wizara zingine yangekuwa yako kwenye wizara ya vijana. Maana tukizungumzia kilimo tunahitaji vijana waende kule wakalime. Tukizungumzia viwanda tunahitaji vijana kule waende wakafanye kazi. Sasa bilioni 5 hizi zinaenda kufanya nini? Lakini pia kuna bilioni 200. Nimshukuru Mheshimiwa Rais. Bilioni hizi 200 zimetengwa kwa ajili ya vijana. Na waziri wetu sisi vijana yule pale mekaa pale. Lakini hizi fedha ukimuuliza ziko wapi? Waziri anakwambia ziko kwenye kilimo, ziko sekta ya biashara, viwanda na biashara, au ziko kule sijui kwenye wizara ya utamaduni na michezo. Mimi ningeshauri serikali, ningeshauri mifuko yote, fedha zote zinazohusu maendeleo ya vijana yawe kwenye wizara husika, wizara ya vijana. Hata tukimuuliza kwamba hizi fedha zimefanya nini, awe na majibu kwamba bilioni 200 hizi zimefanya 1, 2, 3. Lakini pia nizungumzie kwenye ajira, zaidi ya vijana 700,000 mpaka 900,000 kwa mujibu wa World Bank wana graduate kuingia kwenye soko la ajira. 10% ndo vijana wanaoingia kwenye formal sector, ila 90% wengine wanazurura hukule au wanafanya vitu ambavyo serikali hatutambui. Maana yake wanaenda kwenye formal sector. Mimi ningeshauri serikali tuwe na mfumo ambao una track vijana wetu. Tuwe na youth tracking system ambayo itawatambua vijana wetu waliomaliza vyuo
wanaohitimu masomo, tujue vijana wetu wamehitimu na ujuzi gani, lakini pia vijana hawa tujue wanajishughulisha na nini na wako wapi, ili tuweze kuwasaidia. Lakini pia ni shauri, kwa mfano kwenye force account. Force account mwaka jana tulikuwa na miradi zaidi ya 29,000. Miradi hii iko kule kwenye halmashauri, na kule kwenye halmashauri wanasimamia mpaka walimu wa shule ya msingi, walimu wa sekondari, madaktari, lakini huku tuna vijana ambao hawana kazi. Kwa nini miradi hii tusigrupu vijana hata watano basi, watano tuwape mradi waende kule vijijini watekeleze miradi hii ya force account, kuliko kumpa mwalimu tayari ana ajira unampa tena kasimamie mradi wa force account. Asante sana mheshimiwa, muda wako umeisha. Basi naomba nishukuru, naomba niunge mkono hoja. Asante sana, nashukuru sana. Waheshimiwa, tupunguze utangulizi. Tunaendelea na Mheshimiwa Faraji Buriani Nandala. Mheshimiwa Mariam Madala Nyoka jiandae. Mheshimiwa Mwenyekiti, asante sana kwa kunipatia nafasi hii ili nami niwe miongoni mwa vijana watakaoweza kuchangia kwenye hotuba hii ya mapato na makadirio ya Wizara ya Maendeleo ya Vijana. Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi ni kijana na ninafurahi sana leo hii kupata nafasi niweze kuchangia hotuba hii, kwa sababu kama nisingechangia ningeona kabisa sijitendei haki mimi mwenyewe, lakini pia siwatendei haki vijana wengi wa Kitanzania waliojenga imani kwa wabunge vijana tuliopo humu bungeni. Mheshimiwa Mwenyekiti, nichukue nafasi hii pia kumpongeza Daktari Samia Suluhu Hassan kwa maono yake na mapenzi yake ya dhati kabisa ya kutaka kuona vijana wa Kitanzania wanapata maendeleo, na kwa kuanzisha wizara hii inahusiana na maendeleo ya vijana na kumteua kakaangu Joel Arthur Nanauka awe waziri kwenye hii wizara. Mheshimiwa Mwenyekiti, sasa baada ya utangulizi wa nguo, sasa ningeomba nichangie hoja. Mheshimiwa Mwenyekiti, moja ya ajenda ambayo sisi wabunge hasa wa Chama cha Mapinduzi ilikuwa inatupa mileage kubwa kwa kundi kubwa la vijana ni kuhusiana na ahadi ya Mheshimiwa Rais tulipokuwa kwenye kampeni zetu. Mheshimiwa Mwenyekiti, vijana wengi walikuwa na matumaini makubwa sana kuhusiana na ahadi hii ya Mheshimiwa Rais ya kutoa fedha bilioni 200 kwa ajili ya kwenda kuwasaidia shughuli mbalimbali za kimaendeleo. Na imani hile ambayo vijana hao walikuwa nayo, walikuwa wanategemea kabisa kwa hii wizara sasa inakwenda kutatua changamoto zake. Lakini Mheshimiwa Rais ameweza kutoa zile fedha bilioni 200. Tunamshukuru sana kwa kutimiza ahadi yake, na tunajua Mheshimiwa Rais huyu ni mtu wa kutimiza ahadi. Akiahidi anatekeleza. Hongera sana Daktari Samia Suluhu Hassan. Na vijana wengi tunakushukuru sana. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, pamoja na hizi fedha kutolewa na kukabidhiwa kwenye wizara hii husika, bado malalamiko yamezidi kuwa mengi sana kwa vijana wengi. Lazima tuwe wa kweli na tuelezane ukweli. Moja ya changamoto ambayo vijana wanalalamika ni urasimu. Lakini kitendo cha hizi fedha kugawiwa kwenye wizara zingine za kisekta kumeendelea kurudisha urasimu ambao vijana wengi wamekuwa wakilalamika. Mheshimiwa Mwenyekiti, sisi vijana tulitegemea kwamba fedha hizi zitabaki kwenye wizara ya vijana na waziri wa vijana ndiye atakuwa na dhamana ya kucoordinate na kusimamia fedha hizi, ili kesho na kesho kutwa tuweze kumwajibisha, tumuulize fedha hizi zimekwenda wapi na zimetumikaje. Lakini kitendo cha kuzitawanya ama kuzitapanya kwenda kwenye wizara zingine kumeendelea kurudisha urasimu ambao vijana wengi wamekuwa wakipinga. Mheshimiwa Mwenyekiti, malalamiko haya hasa vijana wa vijijini. Kwa mfano mimi natoka jimbo la Ndanda. Vijana wa Msikisi, vijana wa Watutwe, vijana wa Chiwale wanalalamika kuhusiana na hizi fedha za bilioni 200 kwamba kwanza hawana taarifa, lakini pia hawajui mchakato mzima wa hizi fedha wanazipataje. Na hii inapelekea hali ya idadi ya vijana walioomba hii mikopo kuwa ndogo. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa mujibu wa takwimu, idadi ya vijana walioomba fedha hizi za bilioni 200 ni vijana 30,384. Na kwa mujibu wa sensa ya watu na makazi, vijana ambao walilengwa kwenye hii mikopo wa kuanzia umri wa miaka 15 mpaka 35 wanakadiriwa kuwa milioni 21 mpaka milioni 20. Sasa hii idadi ya vijana 30,384 ni sawa na 0.12. Yaani hatujafikia hata 1% ya vijana ambao walilengwa kwenda kupata hii mikopo.
Sisi kama taifa hapa tumeferi, na lazima tukubali kwamba tumeferi. Tumeferi kwa sababu lengo lilikuwa ni kuwafikia vijana wengi, lakini vijana walioomba ni wachache. Ile nguvu tulioitumia katika kuitangaza hii mikopo kwenye majimbo yetu, hatujatumia hii nguvu kuwafikia na kuwapa taarifa vijana wengi, hasa wa vijijini. Ni shauri serikali, kama kweli tuna dhamira ya dhati ya kutaka kuwasaidia vijana wa Kitanzania kwenye hizi fedha za bilioni 200, kwanza Wizara ya Vijana kupitia kakangu Joel Athman Nanauka mufanye review upya ya ushiriki wa wizara hizi ambazo fedha zimepelekwa. Je, walishiriki ipasavyo katika kufikisha taarifa kwa vijana? Na kama taarifa ikaonekana kwamba hizi wizara hazikushiriki vizuri, basi hizi fedha zirudishwe kwenye Wizara ya Vijana, zitafutiwe namna nyingine za kuja kugawanya. Lakini pia muda uliotumika kutangaza hii mikopo ni siku chache sana. Tangazo limetoka tarehe 21 na tarehe 3 mwezi wa 4 ilikuwa ndio deadline ya hii mikopo. Vijana wengi biashara zao sio rasmi, hazijarasimishwa, hawana leseni, hawana TIN namba. Lakini muda huu mchache kijana huyu anawezaje kupata muda wa kuandaa biashara yake? Atafute TIN namba, atafute leseni, aombe mkopo kisha apate. Mwisho mwenyekiti, kama kweli tulikuwa tuna dhamira ya kuwasaidia vijana, tungeangalia changamoto za vijana katika muda ambao wangeweza kuandaa biashara na kuomba mkopo. Lakini pia masharti yaliyotumika katika mkopo, kwanza uwe na TIN namba, uwe na leseni. Vijana wengi wa kijijini kwangu kule Mpanyani, kule Chiwale, biashara zao sio rasmi. Wanafanya biashara ndogo ndogo, hawana TIN namba, hawana leseni. Lakini ili uweze kupata hii mikopo, lazima uwe na TIN namba, uwe na leseni. Kwa hiyo niombe serikali kupitia Wizara ya Vijana wafanye review upya ya hii mikopo ya bilioni 200 ili tuweze kuwafikia vijana wengi wa Tanzania. Lakini kama itapendeza, kwa nini hii mikopo isigawanywe kwa mtindo wa majimbo? Kwa sababu Tanzania hapa tuna majimbo 272. Kama hii fedha bilioni 200 zingegawanywa kwa makundi, kwa majimbo 272, inamaanisha kila jimbo lilikuwa na uwezo wa kupata fedha milioni 735,294. Lakini pia kwa mfano mimi ningepata hizi fedha milioni 735, ningezigawanya kwenye kata zangu 16, kila kata ilikuwa inakwenda fedha shilingi milioni 45,955. Na kama ningegawanya kwenye vijiji 70 vilivyopo kwenye jimbo langu la Ndanda, inamaanisha kila kijiji kilikuwa kinaweza kupata fedha milioni 10,500,000. Inamaanisha kila kijiji nilikuwa na uwezo wa kutoa vijana 5 ambao wangeweza kunufaika. Na kwa sababu sisi Tanzania tuna vijiji visivyopungua 12,318, tungezidisha mara 350, maana yake vijana milioni 4,311 wangenufaika kupitia mikopo kuliko saizi hizo fedha zilikopelekwa huko. Mwisho mwenyekiti, kama kweli tuna dhamira ya dhati ya kumsaidia Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, tuje na mfumo wa kugawa hizi fedha kupitia majimbo badala ya kuzitawanya kwenda kwenye wizara na kurudisha urasimu ambao vijana wengi hawahitaji saizi. Mwisho mwenyekiti, baada ya kusema hayo, naomba niunge mkono hoja. Asante sana. Asante sana. Nimtaja Mheshimiwa Mariam Madalu Joka. Mheshimiwa Doto Jason Bahemu ajiandae. Nakushukuru Mheshimiwa Mwenyekiti kwa nafasi hii adhimu na mimi niweze kuchangia wizara hii muhimu ya maendeleo ya vijana. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwanza namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kunipa uhai nami niweze kusimama leo katika bunge lako hili tukufu. Mheshimiwa Mwenyekiti, nianze na pongezi kwa Mheshimiwa Rais wetu Daktari Samia Suluhu Hassan, Makamu wake wa Rais Emmanuel John Nchimbi, Mheshimiwa Waziri Mkuu Daktari Lameki Nchemba. Mheshimiwa Mwenyekiti, pongezi hizi zinaenda sambamba pamoja na utekelezaji wa majukumu yao ya kila siku. Tumeona Mheshimiwa wetu Waziri Mkuu anahangaika kila mikoa kutafuta kero, kutafuta changamoto na kuzipatia majawabu. Nampongeza sana Mheshimiwa Waziri Mkuu. Mheshimiwa Mwenyekiti, pamoja na pongezi hizi nampongeza pia Waziri wa Wizara ya Maendeleo ya Vijana kaka Joel Nanauka, akifuatana na katibu wake mkuu Mama Jennifer Omolo pamoja na wasaidizi wao wote, kwani wanafanya kazi nzuri na pia wameanza vizuri katika utekelezaji wa kazi za wizara yao.
Mheshimiwa Mwenyekiti, pamoja na pongezi hizo, pia nipongeze kwa taarifa yao nzuri. Kwa kweli taarifa yao imewasilishwa kwa kina, imeeleweka na imegusa maeneo mbalimbali ambayo ni kero kwa vijana wetu. Mheshimiwa Mwenyekiti, ninaamini ya kwamba kuanzishwa kwa wizara hii ni katika kuhakikisha kwamba tunainua uchumi wa vijana wetu. Mheshimiwa Mwenyekiti, ili tuweze kuwafikia vijana hawa ni lazima wataalamu wetu wa wizara hii wafike ngazi za chini, yaani local government, kwenye ngazi ya kata, kwenye ngazi za serikali za mitaa, ili waweze kuwasaidia vijana wetu hawa katika hata kuandika maandiko ambayo yanatakiwa kwenye matangazo ya uombaji wa bilioni 200, ambalo tangazo lake lilisema, tangazo limetolewa tarehe hiyo ambayo lilihusu fursa za mkopo wa mfuko wa maendeleo kwa vijana. Kati ya maombi, kwenye maombi hayo, kati ya mambo yalikuwa yanahitajika ni pamoja na kuwa na eneo la sifa la mwombaji, namna ya kuomba mkopo wametoa maelekezo, na pia wamesema mwombaji anatakiwa aambatanishe nyaraka zifuatazo, ikiwemo na andiko la mradi lisilopungua kurasa 5. Hivi kweli Mheshimiwa Waziri, kule kwetu Mandepwende mtu anajua hata hilo andiko la mradi lenye kurasa 5? Hapana, tusifanye hivyo, turahisishe haya masharti. Tuendane na maeneo. Kama kule wananchi wa kwetu wengi wao hawaelewi haya mambo. Kwa hiyo naomba wataalamu wako washuke chini kwa ajili ya kufanya usaidizi kwa vijana wetu hawa. Ikiwezekana waweke hata kliniki, waweze kuwasaidia, waandike andiko, wakague, andiko linaandikwa hivi, vinginevyo tayarisheni fomu zenye maelekezo yote, yeye anajaza pale sehemu za wazi tu. Hiyo itakuwa imemsaidia kijana huyu katika kuepukana na kujua hilo andiko la mradi ni kitu gani. Kwa hiyo tuboreshe baadhi ya maeneo, Mheshimiwa Mwenyekiti. Mheshimiwa Mwenyekiti, tumeona Mheshimiwa Waziri amefanya ziara kwenye baadhi ya maeneo, kwenye baadhi ya mikoa, ikiwemo na mkoa wa Ruvuma. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwenye ukurasa wake wa 7 ameeleza kwamba amekutana na hoja 186, ikiwemo hoja ya mikopo ya 10% ile ya halmashauri. Mheshimiwa Mwenyekiti, nilikuwa napendekeza huu mkopo wa 10% upo kwenye wanawake, vijana, wanawake 4, vijana 4 na makundi maalum, yani wenye ulemavu 2. Huu mkopo nilikuwa napendekeza uhame kutoka kwenye hapa halmashauri uende kwenye wizara yake, ili iwe rahisi hata kwenye kufanya ufuatiliaji na tathmini ya mkopo huu. Tunaona vijana wengi wanahangaika, wanatoka huko wanaenda kwa mwenyekiti wa mtaa, mara halmashauri, mara kwa mbunge, wanaenda kuulizia tunapataje huu mkopo. Ni kweli mkopo huu una urasimu mkubwa. Ili kuondokana na dhana hii, tunaomba huu mkopo uhamie kwenye wizara ambayo imeweza kuwekwa peke yake, ya wizara inayohusiana na maendeleo ya vijana wetu. Mheshimiwa Mwenyekiti, pamoja na hayo, ili tuweze kuwafikia vijana wetu hawa, lazima elimu itolewe kwenye redio, na sio redio hizi za Tanzania tu, hapana, kwenye local radio kulingana na maeneo yetu. Kwa mfano, eneo letu la mkoa wa Ruvuma tunazo redio nyingi tu kulingana na wilaya. Kwa mfano, wilaya ya Tunduru iko redio, wapo redio, vijana kule wanapenda kusikiliza hiyo redio. Ukiwawekea vipindi pale, ukatenga muda masaa 1 au 2, huko wanasikiliza mziki, huko wanasikiliza vipindi hivyo vya maendeleo kwa vijana, tutakuwa tumewapa elimu tena kwa gharama nafuu, kuliko kusubiri unawakusanya vijana wengi kwenye ukumbi eti unawapa elimu. Watapatikana vijana wachache tu, hawawezi kufikia vijana wote wa lile eneo husika. Mheshimiwa Mwenyekiti, kule kwetu Ruvuma ukienda na Mtumbo unakuta kuna redio inaitwa Site FM. Songea mjini local radio, iko redio Jogoo, redio Selu, Maji, Mbinga na Nyasa unakuta redio Salvation Radio na Hekima Radio. Hizi zote tukiwapa matangazo haya wataweza kuelewa, badala ya kusubiri wakusanye kwenye mkutano maalumu ndio unatoa elimu. Hapana, elimu hizi ziende kwenye redio zetu za kule maeneo ambako tunatoka. Mheshimiwa Mwenyekiti, nikienda pia kwenye eneo la urejeshaji huu wa mkopo, hasa huu wa bilioni 200. Tumeona muda wa marejesho ni kuanzia miezi 3 hadi 6. Hii sio sawa. Huyu aliyekopa wiki jana ukimpa miezi 3 atakuwa hata biashara yake hajazungusha.
Naomba tuongeze muda, badala ya kuanzia miezi mitatu twende pale kwenye miezi 6, tuanze na miezi 6, angalau hao wamefanya hiyo biashara yake. Mheshimiwa Mwenyekiti, tukifanya hivi hawa vijana wetu tutakuwa tumewasaidia kwa kiasi kikubwa. Mheshimiwa Mwenyekiti, pamoja na yote hayo, pia liko eneo ambalo tunasema vijana wetu wana ukosefu wa ajira. Tunaamini ya kwamba tukiwawezesha hawa vijana, ajira yao itakuwa inatokana na hii mikopo, na hawataweza kujiajiri wao wenyewe tu, wataweza kuajiri na vijana wenzao. Fikiria Mheshimiwa Mwenyekiti, yako maeneo ambapo mikopo hii sidhani kama itawafikia, kwa sababu naona kwenye hizi shughuli ambazo zimeainishwa hapa wengine hawazifanyi kabisa na au wanafanya kwa kiasi kidogo. Ninaomba Mheshimiwa Waziri aliangalie hili, afanye maboresho kwenye baadhi ya maeneo ili vijana wengi waweze kujiajiri wenyewe kuliko wanavyohangaika hivi sasa wenyewe. Watu wanaendesha bodaboda sio kama wanapenda. Anachukua bodaboda ya tajiri, anaendesha, anafanya marejesho pale ya shilingi 8,000 ili mradi naye abakiwe na nini? Na fedha kidogo. Lakini kama tutaweza kuwawezesha kwa utaratibu ambao mtakuwa mmeuboresha wizara, naamini vijana wengi tutakuwa tumewafikia. Mheshimiwa Mwenyekiti, wizara hii naamini ni wizara mtambuka na inafanya mambo mengi makubwa na mazuri. Ninaomba tuendelee kushirikiana na vijana, kushirikiana na watendaji wale kutoka kwenye halmashauri ili muweze kuboresha wizara hii na iweze kusonga mbele. Vijana wasiwe na maswali kwa wataalamu wa ngazi za chini, watoke wale wa juu wa halmashauri waende wakaelekeze ngazi za chini, waandae hata hiyo clinic kwa ajili ya kuboresha maslahi ya vijana wetu. Mheshimiwa Mwenyekiti, asante sana Mheshimiwa. Ninakushukuru. Asante sana Mheshimiwa. Nilimtaja Mheshimiwa Doto Jason Bahim, Mheshimiwa Asma Mwinyi atamalizia. Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti kwa kunipa nafasi na mimi niweze kuchangia katika hotuba Mheshimiwa Waziri kuhusiana na maendeleo ya vijana. Na mimi nikiwa kama kijana basi nashukuru angalau nimepata nafasi hii ya kuweza kuzungumza na serikali, lakini vile vile nizungumze na vijana wenzangu nchini. Kwa muda mrefu Mheshimiwa Mwenyekiti, sisi kama vijana tumekuwa tuna changamoto nyingi ambazo kwa bahati mbaya zilikuwa hazipati ufumbuzi wa haraka kwa sababu zilikuwa zinashughulikiwa na idara. Tulikuwa ni idara ya vijana ambayo ilikuwa katika ofisi ambayo inashughulikia matatizo mengine mengi. Kwa hiyo sisi vijana tulikuwa ni kama idara, lakini tunashukuru kwa mara ya kwanza katika uongozi wa Daktari Samia Suluhu Hassan sisi vijana tumekumbukwa, tumetolewa kuwa kama idara. Sasa tumekwenda kupewa wizara rasmi ya kuweza kwenda kushughulikia matatizo yetu. Tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais na tunampongeza sana kwa sababu tunaamini kwamba pamoja na matatizo mengi tulionao sisi kama vijana, lakini hili la kutupa wizara ambayo itadili na sisi vijana peke yetu angalau inatoa mwanga kwamba hapo mazuri mengi ambayo yanakuja kwa ajili ya vijana. Mheshimiwa Aweso kakangu anasema kwamba asiyeshukuru kwa kidogo hata kwa kikubwa hawezi kushukuru. Kwa hiyo sisi vijana tunashukuru angalau kwa hili tu la kutupa wizara yetu sisi vijana. Hili tu peke yake. Tunashukuru kwa hilo, mambo mengine mengi yanakuja, Mheshimiwa Rais atakwenda kuyamaliza. Lakini vile vile naomba nimpongeze kakangu Mheshimiwa Waziri. Ameeleza katika hotuba yake mambo ambayo ameyafanya tangu amekabidhiwa hii wizara. Ni wizara mpya lakini ameeleza mlolongo mambo mengi sana ambayo yamefanyika ndani ya kipindi kifupi. Kwa hiyo tunampongeza yeye pamoja na watendaji wake. Tumekuwa tukiona vile vile ambapo wanaenda katika maeneo mbalimbali, anakunywa chai na bodaboda, anakula mandazi na mamalishe. Hii inaonyesha jinsi gani ambavyo Mheshimiwa Rais hakukosea kumpa Mheshimiwa Joeli kuwa msimamizi wa sekta yetu sisi vijana. Mheshimiwa Mwenyekiti, changamoto zote ambazo zinahusu vijana mwisho wa siku zinaongea katika eneo moja. Vijana inawezekana tunaambiwa tunahitaji vitu vingi lakini tunahitaji kitu kimoja tu. Tunahitaji fedha. Tunahitaji pesa, sio kitu kingine chochote kile. Sasa pesa inapatikana kupitia kwa hivi vitu mbalimbali. Sijui kuna ajira, sijui kuna ujasiriamali, sijui kuna vitu kama hivyo ambao mwisho wa siku unaona kijana anahitaji pesa. Kwa hiyo hata mipango mingine yote ambayo tutakuwa nayo kama kijana hata kuwa na pesa, ina maana hatuna uhakika kama vijana sisi tutakwenda kuridhika. Lakini kwa sababu changamoto kubwa sana ambayo inatajwa nyingine ni changamoto kubwa ya ajira. Sasa kama vijana tukitendewa haki katika eneo letu hili kwenye hii wizara yetu ya vijana, vijana tukatendewa haki tukapata yale ambayo tunahitaji, na maana hata changamoto ya ajira, tatizo la ajira kwa nchi yetu itakwenda kupungua kwa kiasi kikubwa sana, kwa sababu vijana wengi ndio ambao wanapata ajira. Na ni kwa bahati mbaya kwamba ukiangalia jinsi ambavyo mambo yanaenda,
hatuoni kama kuna mwanga wa tatizo la ajira kumalizika kwa siku za karibuni. Kwa hiyo ambacho kinaweza kufanywa na serikali ni kutuwezesha sisi vijana. Tumemsikia Mheshimiwa Waziri amekuja na eneo zuri kuhusiana na benki ya vijana. Hili tunalipongeza sana. Lakini kabla benki ya vijana haijaanza, sisi vijana hapa katikati tunaishije? Tumeona tulipewa shilingi bilioni 200, lakini naungana na wabunge wenzangu wengine wote ambao wamesema kwamba zile bilioni 200 zimeenda tofauti na vile ambavyo sisi vijana tulikuwa tumetarajia. Zimeenda katika maeneo mengine mengi ambao wengine hatuwezi kujua huko kuna kiasi gani wala huko kuna kiasi gani. Lakini kwa kipindi hiki ambacho bado tunasubiri benki ya vijana ianze, tumeshuhudia majanga mbalimbali ambayo yametokea kwenye nchi yetu. Tumeshuhudia sehemu nyingi ambazo zimekuwa kuna changamoto, serikali kapeleka ruzuku. Kwa hiyo changamoto ya ajira kwa vijana, changamoto ya ukosefu wa kipato kwa vijana, sasa hivi tunaomba serikali basi ichukulie kama ni swala la dharura. Serikali ikichukulia kama ni swala la dharura, ina maana hata ile bilioni 200 ambayo tumepewa, ambayo imeenda katika maeneo mengine tofauti, serikali tunaomba ituongezee. Sisi vijana tunaomba serikali itukopeshe, twende tukapambane, tutafute fedha, hizo fedha tutarudisha. Kwa sababu katika maeneo ambayo serikali inapeleka ruzuku, serikali inapeleka ruzuku ili mambo fulani yafanyike vizuri. Lakini sisi hatutaki ruzuku, tunaomba mtukopeshe hizo fedha. Tukopesheni sisi vijana na mtutengenezee mazingira mazuri ya kuzirejesha, lakini vile vile mtutengenezee mazingira mazuri ya sisi kukubali kukopesheka. Kwa sababu changamoto kubwa ambayo inatukabili sisi vijana ni kwamba utaambiwa njoo na dhamana, utaambiwa vitu mbalimbali ambavyo lazima upeleke kwa ajili ya kupata mkopo. Lakini kama serikali kitudhamini yenyewe, serikali ina watu mpaka ngazi ya kijiji, mpaka ngazi ya kitongoji, ina watu ambao ni wasimamizi. Kwa mimi nikiomba mkopo, mtajua Doto anakaa sehemu fulani, mwenyekiti wake wa mtani fulani, mtendaji wa kijiji ni fulani, hasiwezi kutoroka hizo fedha hata kama sina dhamana. Lakini niaminini nyinyi kwa kitambulisho cha NIDA, kwa vyeti vyangu vya shule, kwa uongozi wa serikali ambao uko pale, mniamini mimi mnikopeshe ile fedha, alafu muone baada ya muda mrefu kama sitakuja kurejesha. Tukirejesha na wenzetu watapata, na mkitupa, changamoto ya ajira tabaki ni historia. Kama leo mwanafunzi ambaye maliza chuo kikuu anaweza kaenda Kariakoo pale, akaenda kaongea na mtu mwenye duka, akamwambia naomba t-shirt 10 nende nikauze, nikishauza nitakurejeshea fedha yako na mimi nipate cha kwangu. Mtu mwenye duka anamwamini yule mwanafunzi. Kwa nini serikali isiamini sisi? Mheshimiwa Mwenyekiti, imani tulionao kwa serikali yetu ni kubwa sana. Na haya mambo ambayo tunayaomba tukidhamiria kwamba yanawezekana. Tumesikia fedha ambazo zimeenda, si content creators, si nini, kila sehemu ambazo fedha zimeenda, unaanza kuona watu wanakuwa wengi katika lile eneo. Sio kwamba watu wanafanya vile vitu, lakini ndiko wameona ambako kuna nini, ndiko ambako kuna fedha. Kwa hata zile fedha bilioni 200 zingebakizwa kwa vijana. Sisi vijana ndio tunajua tunataka tufanye nini. Mtulazimishe kwenda si kufanya hiki. Mngepeleka kwa vijana pale, sisi tutajua zile bilioni 200. Joeli atajua yeye na vijana wenzake, tuzigawane vipi, tuende tukafanye kazi, tuweze kurudisha marejesho. Mwisho, Mheshimiwa Mwenyekiti, changamoto kubwa ambayo inatukabili sisi vijana nyingine ni kuwa walalamishi. Lakini tunakuwa walalamishi kwa sababu kuna kikundi kidogo cha watu ambao wamejipa usemaji wa vijana, kwamba wao ndio wasemaji wa vijana. Lakini kile kikundi sio kikundi sahihi. Ni kikundi ambacho hakina suluhisho la vijana lolote. Ni kikundi ambacho kinatufundisha sisi kulalamika sisi vijana. Sasa naomba niongee na vijana wenzangu wa bunge, vijana wenzangu Tanzania. Tusikubali kuingizwa kwenye huo mkenge wa kuwa walalamishi kwa sababu ya watu wachache. Tunaye Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ambaye tayari amekwisha onyesha mwanga kwamba matatizo ya vijana yanawezekana. Tusikilize sauti zinazotoka kwa Dr. Samia Suluhu Hassan na kijana mwenzetu ambaye ameminiwa, huyo ndiye awe msemaji wetu sisi vijana. Tusikubali wahuni wengine wakabeba ajenda ya kutusemea sisi vijana, wakati sisi vijana tupo na tunajua kwamba matatizo yetu yanatafutiwa ufumbuzi kwa jinsi ambavyo dira imeonyeshwa na Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Kwa hiyo nilikuwa naomba niwaase vijana wenzangu wa bunge pamoja na vijana wenzangu kote kule tuliko, tukatae wahuni. Tumsikilize Dr. Samia Suluhu Hassan na waziri wetu. Hao ndio wamebeba maono ya sekta vijana na sio mtu mwingine yote yule. Baada ya kusema Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kuunga mkono hoja. Asante sana. Tunamalizia na Mheshimiwa Asma Ali Mwinyi. Mheshimiwa Mwenyekiti, awali ya yote nichukue nafasi hii kumshukuru Mwenyezi Mungu, lakini pia nishukuru wewe kwa kunipa nafasi hii ya kuweza kusimama nami nikaweza kuunga hoja
katika bunge lako tukufu hili. Lakini pia naomba nichukue fursa hii kumshukuru Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kunipendekeza kugombea jimbo la Welezo. Lakini pia naomba nishukuru pia Rais wetu wa Serikali ya Mapinduzi Zanzibar, Dr. Hussein Mwinyi, kwa kazi nzuri anayofanya na pia kwa maendeleo mazuri anayotuletea na hususan katika jimbo letu la Welezo. Lakini pia nachukua fursa hii kumshukuru Mheshimiwa katibu wetu Mary Chatanda kwa kazi yake nzuri ambayo anayofanya, lakini pia nitakuwa mnyimi wa fadhila nisipowashukuru wananchi wa jimbo la Welezo kwa kunichagua kuwa mbunge wao. Mheshimiwa Mwenyekiti, siku hii ya leo naomba niunge mkono jambo ambalo tayari lishaongelewa, lakini ni jambo pia linawagusa wananchi wangu moja kwa moja na si wengine, ni vijana, na ni kuhusu ajira. Mheshimiwa Mwenyekiti, mpaka hivi sasa hivi takwimu zinaonyesha kwamba asilimia zaidi ya 50 ni vijana nchini kwetu, lakini pia ni asilimia kubwa ambayo pia jimbo la Welezo vijana bado wanakosa ajira, na hii ajira si kwa jimbo la Welezo tu, lakini nchini nzima, na inaonyesha kwamba takriban ninavyosema vijana naongelea kuhusu vijana wa miaka 15 mpaka 35. Hawa inaonyesha takwimu ni milioni 33.16 ya Tanzania bara, lakini ambayo ni asilimia 53.7 ya Watanzania wote. Lakini inaonyesha pia vijana wa Tanzania visiwani ni milioni 1.08 ambayo ni takriban sawa na asilimia 57.4. Lakini hawa wote inaonyesha bado kuna changamoto kubwa ya ajira ambayo inawakabili vijana hawa. Mheshimiwa Mwenyekiti, napoongelea ajira siongelei tu ajira yoyote, naongelea ajira ambazo yenye staha, ajira yenye heshima, ajira ambayo inawezesha vijana hawa wakaishi wakanyanyuka kiuchumi, wakaishi kwa heshima. Mheshimiwa Spika, Mheshimiwa Mwenyekiti, niliona Waziri Mkuu aliongelea kuhusu bajeti yake 2026-27, aliongea vitu vikuu vitatu, ambavyo cha kwanza aliongelea sekta kuimarisha sekta binafsi ili iwe injini ya ajira kwa vijana. Pili ni kuwekeza zaidi katika ujuzi na mafunzo. Na tatu aliongelea kuhusu kuboresha mazingira ya biashara na upatikanaji wa mahitaji kwa vijana. Naunga mkono kwa 100% kwa haya ambayo aliyosema. Naomba pia Mheshimiwa Mwenyekiti niongee kuhusu hii mikopo ambayo inaongelewa ya 10%. Mikopo hii ni mizuri ambayo imewekwa, lakini bado imekuwa ni changamoto kwa vijana wetu kupata stahiki moja kwa moja kufanikiwa katika hizi, na hii ni kutokana na urasimu ambao uliowekwa katika mikopo hii upatikanaji. Hivyo Mheshimiwa Spika, Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba nitoe mapendekezo machache kwa serikali. Kwanza kabisa, serikali iboreshe mfumo wa utoaji mikopo kwa vijana kwa kuondoa urasimu usio wa lazima, kuweka mifumo ya kidijitali ili kurahisisha uwazi, na hii iende moja kwa moja kwa vijana. Lakini pia naomba serikali ianzishe skills development center ambazo hizi zitawasaidia vijana hawa wakaweza kupata ile skills ambazo wanahitaji ili waweze kuajiriwa au kujiajiri wao wenyewe.
itasana katika kupatikanaji. Serikali itoe kipaumbele katika zabuni za miradi ya kimaendeleo. Hii itawasaidia vijana hawa kuweza kujiwekeza wao wenyewe na kufanya kazi vizuri. Mheshimiwa Spika, Mheshimiwa Mwenyekiti, awali waliongelea pia kuhusu hii benki ya vijana, nayo pia naipongeza. Ni jambo zuri ambalo wanalofanya na litawasaidia na litaweka uwazi jinsi gani vijana hawa wanaweza kupata hizi mikopo na wakajiwezesha wenyewe. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba pia kuongelea kuhusu hii kodi ambayo ilowekwa, tax code kwa vijana, ambayo inaonekana kwa sasa ni jambo ambalo sio haliwasaidii, kutokana na kwamba urasimu uliokuwepo katika ule, wanatakiwa watoe angalau hela mwanzoni ndio wapate. Sasa na wao ndio kwanza wanaanza, hii pesa hawana. Mheshimiwa Spika, Mheshimiwa Mwenyekiti, samahani, nilikuwa naomba, nimeona katika kuhitimisha, na nimeona kengele imeshalia, katika kuhitimisha kwangu nimeona waziri mkuu ametoa bilioni 200 kwa vijana. Ningependa hii pia ingeletwa katika Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar, ili vijana wawelezo na pia wengine wote nao wapate kufanika. Na sisi na kuahidi tutakuwa mfano wa kwanza jimbo la Welezo kuonyesha jinsi gani tutaweza kutumia na kurejesha hii mifuko na kufuata kama inavyotakiwa kufuatiwa. Mheshimiwa Mwenyekiti, namaliza kwa kusema kwamba ajira kwa vijana sio chaguo, ni lazima kwao. Kwa hiyo tulikuwa tunaomba kwamba sisi tuko tayari, na nataka kuahidi vijana wa jimbo la Welezo kwamba niko na wao bega kwa bega kuhakikisha kwamba ajira ipo katika ajenda langu na wao wangalau wapate. Asante sana. Naunga hoja kwa asilimia. Asante sana Mheshimiwa Asma Ali Mwinyi, na huyo ndio mchangiaji wa mwisho kwa mchana huu. Waheshimiwa wabunge, niwapongeze sana, tunakwenda vizuri. Msichoke kujikumbusha kanuni na kuzifuata na